zitakuwa bayana siri kuwatweza kwa ajili utukufu wa Mtume Muhammad, fa innahum suada, na wao wanaingia katika sehemu ya utukufu huo. Kwa hivyo tuelewe sote tulokusanyika hapa kwa ajili ya Mtume, kwa ajili ya kueleza sifa zake Nabii Muhammad, historia yake Nabii Muhammad, kumtakia rehema Nabii Muhammad, na sisi tunaingia katika sehemu ya utukufu wake. Ndugu zangu, kama si mapenzi tulokuwa nayo kutokana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu yote na wala msiachane. Naamini huu ndio mshikamano mkubwa, naamini huu ndio ushirikiano mkubwa, naamini huku ndiko kusapotiana kukubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametuambia wala tafaraku wala msiachane. Lakini wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesheni, sio neema nyingine, neema ya kuletwa kwetu Mtume Muhammad. idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kumbukeni neema hiyo ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesheni, ni neema ya Mtume Muhammad. Pindi mlipokuwa huko nyuma, kabla ya kuja Mtume Muhammad, mlikuwa nyinyi maadui, mnaishi katika hali ya kutoelewana, hali ya kutothaminiana, hali ya kutojaliana wala kuheshimiana. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akazizoesha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkasiri na mkawa kwa neema ya kuja kwetu Nabii Muhammad, mkawa sasa ni ndugu. Udugu wetu wa Kiislamu ni udugu uloletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kipindi kile watu walikuwa wanaishi kiukabila. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafuta ukabila. Alipofuta ukabila, kabila la Ausi na Khazraj, na watu walikuwa wakijifakharisha kwa makabila, Mtume akafuta lile kabila, waishi kama Ansari na Muhajirin. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatunasihi na kutusia tuishi kwa kushirikiana, kama hivi leo tulivyo mataifa tofauti hapa, lugha tofauti hapa, makabila tofauti hapa, lakini Mtume anatupigia mfano wa waumini wa kikweli, kama ilivyokuja katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir aliposema mathalul mu'minina, mfano wa waumini wa kikweli. Hajasema mathalul muslimina. Hapa kuna tofauti kati ya Waislamu na waumini. Unaweza ukawa Muislamu lakini unapinga maulidi. Unaweza ukawa Muislamu lakini unapinga hitma na talqini. Unaweza ukawa Muislamu lakini mlevi, bado utakuwa Muislamu. Unaweza ukawa Muislamu lakini mzinifu. Unaweza ukawa Muislamu lakini unasema urongo, kama alivyosema Sheikh Hussein al-Bini. Unaweza kuwa Muislamu lakini mchawi.
lakini mu'min kama alivyosema la yakdhib. Muislamu asemi urongo, wala yasrik wala yasri, haibi wala hazini. Mu'min ndiyo mtume aliyompigia mfano hapa. Imani ni tofauti na Uislamu. Qalat al-arabu amanna, hata Waarabu nao walijaribu kusema kwamba tumeamini. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume awaambie, akawaambia hamtu'minu bal qulu aslamna, nyinyi hamjaamini bado. Imani ni kitu tofauti na Uislamu, kwa sababu semeni tu sisi tumekuwa Waislamu, lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado imani ya kweli haijaingia katika nyoyo zenu, nyinyi mabedui, nyinyi Waarabu. Ingekuwa imani imeingia katika nyoyo zenu, mngemkubali Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singempinga na wala msingesema urongo. Ndio maana mtume alivyosema mathalul mu'minin, mfano wa waumini wa kweli kweli, fi tawadihim, katika kule kupendana kwa mioyo yao ya ndani, watarahumihim, na kuoneana huruma, wataatufihim, na kufanyiana upole mambo yao. Mtume akawafananisha waumini hawa wa kweli kweli, akasema kamathalil jasad, ni sawasawa, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Waumini hawa idha shtaka minhu udhu tada'alahu sairul jasadi bisahari wal juma, kinapokuwa kiwiliwili, kiungo kinaposhtakia maumivu, basi tada'alahu sairul jasadi bisahari wal juma, mwili mzima unapelekea kuumwa na kukesha kwa homa, kwa maumivu. Likiuma jino huwezi kulala. Kwa nini hulali na wakati tunalouma ni jino? Ukiwa na mafua huwezi kukaa raha mustarehe. Kwa nini? Na wakati ni mafua, kwani mwili mzima? Ukiumwa leo kichwa, mwili mzima unashtakia maumivu. Ni kwa ajili ya mawasiliano ya viungo vilivyopo ndani ya kiwiliwili kimoja. Hivyo Nabii Muhammad anatutaka tuishi katika mshikamano sisi waumini. Shida yako iwe yangu, raha yangu iwe yako, tatizo langu liwe lako. Huyu na huu ndio udugu wa Kiislamu wa kweli kweli, ambao ndio udugu mkubwa kuliko udugu wa kuzaliwa. Naweza mkawa ndugu wa kuzaliwa, baba mmoja na mama mmoja, lakini udugu wenu, kuna mwingine katoka katika Uislamu, sio Muislamu, akaritadi. Kwa hiyo huyu aliyoritadi, ukifa wewe hawezi kukurithi, wala wewe yeye akifa huwezi kumrithi, kwa sababu sheria inasema ahlul millatani la yatawarathani, watu wa dini mbili tofauti hawezi kurithiana. Kwa hivyo kama huna ndugu, mali zako zitachukuliwa kupelekwa baitul mali. Ndugu zangu, nimalize maneno yangu kwa kukushukuru sana Mheshimiwa Mufti wa Burundi kwa juhudi zako kubwa. Huu leo umma umefurika hapa. Hii sio maulidi ya kitaifa, ni maulidi ya kimataifa, kwa sababu watu wametoka mataifa tofauti wamehudhuria hapa. Lakini ni juhudi zako wewe, namna unavyopigania Uislamu na unavyoulea katika nchi hii ya Burundi, hekima, busara na upole wako na ushirikiano wako mzuri, na namna unavyojitoa na wewe kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya mambo haya. Mheshimiwa Mufti, haya maneno ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana amenituma ishie sana salamu zake kutoka moyoni mwake, na anasema hayupo na nyinyi
kimwili ameniwakilisha mimi, nimemwakilisha mimi, lakini kiroho yuko na wewe na yuko na Waislamu wote wa Burundi. Na Mheshimiwa Mufti anasema anawapenda sana na anawapongeza sana na anakutoleeni salamu sana. Anasema ipo siku ambayo haina jina atahudhuria katika hadhara kama hizi na wito wote mtakaomwalika. Imefika mahala Mufti ameshindwa kuja kwa sababu ya dharura ambazo ziko nje ya uwezo wake. Alikuwa ziarani na tulikuwa naye, nimempokea pale Dodoma, makao makuu ya serikali. Alikuwa anatembelea mikoa mitano, anzie Dodoma kaja Iringa na kwenda Njombe, Makambako, na hivi anaelekea mpaka kule mkoani Lindi. Lakini pamoja na hivyo amekatisha ziara, ana safari ya kwenda nchini Saudi Arabia kwa mwaliko rasmi wa mfalme. Hivyo ameshindwa kuhudhuria, akanambia jitahidi, nenda kaiwakilishe nchi ya Tanzania, Waislamu wa Tanzania, na uniwakilishe mimi kuwa tunawasapoti Kosibu na tuko pamoja nao, wajue kwamba wao ni ndugu zetu kwa ukaribu, lakini zaidi ni ndugu zetu katika imani, na hata kumbukumbu Uislamu wa Burundi umezaliwa na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mufti anaithamini sana hadhara hii na ameonyesha masikitiko yake makubwa kutofika kwa kuungana nasi hapa, nayo ni kwa sababu umeshafika Tanzania, katika hadhara za Tanzania Temeke, umeshafika sehemu mkoa wa Katavi, umeshafika sehemu mbalimbali na umezungumza na umetoa salamu za Waislamu wa Burundi. Hivyo Mheshimiwa Mufti anathamini mchango wako mkubwa katika kuulea Uislamu nchini Burundi, lakini kuunganisha Waislamu wa Burundi na Waislamu wa nchini Tanzania. Ndugu zangu, hizi ndizo salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh wetu mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Bwana. Kwa hapa nami nisiwe na maneno mengi sana, isipokuwa niachilie hapa nisije nikawa mfano kama yule bwana aliyotoa interview wakati anazungumza. Baada ya kuzungumza sana akatazama hadhira wakilala, wengine wanaongea, wengine wanakaribishana chakula, wengine wanapiga miayo. Asikabidi atoe interview kwamba man minkum yarda ayadkhula aljanna, katika nyinyi nani miongoni mwenu anaridhia kuingia peponi? Watu wakaonyesha vidole, wote wanataka kuingia peponi. Sheikh akauliza tena, wa man minkum yarda ayadkhula an-nar, katika nyinyi nani anaridhia kuingia motoni? Hakuna aliyonyosha, isipokuwa bwana mmoja yule, yeye katika pepo hakunyosha na katika motoni pia hakunyosha. Sheikh akamwona, akamwambia, bwana wewe, nimesema wale wanaoridhia kuingia peponi kukunyosha kidogo. Nimerudia kusema wanaoridhia kuingia motoni kukunyosha kidogo. Haya, wewe wataka kwenda wapi? Ambia mimi Sheikh nataka kwenda nyumbani. Sasa isije ikawa wa peponi hawapo wala wa motoni hawapo, yupo anayetaka kwenda nyumbani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.